My name is Kenan Moses. I'm 23 years of age. I went to Moi Air Base Primary School, of which nilipita. Nilikuwa hapo Mathare karibu na Eastleigh. Then graduated to high school, which is Ranen Adventist Secondary School. Ilikuwa gani shule Adventist, of which nilikuwa brought up in a godly manner. So vile nilisoma nikamaliza for 4 years. Nilikuja home nikakaa for an year nikitry kufigure out chenye nadai kudu, because hiyo ndio kitu nilikuwa nataka nikimaliza high school nikae home kwanza nijue nini nadai kufanya. So fortunately vile nilikuwa home nikasikia kuna sponsorship ya design, which in brackets ni ICT. Kulikuwa na ICT ilikuwa nafunzwa hapo, so ni graphic design development ndio ilikuwa basically kitu nafunzwa hapo. Nika take time yangu nika apply, nikaanza kuchukuliwa. Shule ilikuwa inaitwa Nairobi Trust, ilikuwa South B. Nikasoma na duration ya 2.5 years and tulikuwa tunasoma in bid. So course 1 nilisoma about design, actually the basic design, graphics, hizi kuandika maandishi, business cards, vitu kama hizo. Then course 2 nika dig deeper into development kidogo na kudesign ma website na ma posters, nikakuja ikakuwa so more complex, of which course 3 ilikuwa na kitu inaitwa Media Lab. So hapo tulisomaga about combination of design na development. Ile website umedesign una try to put into action through development. So there vile tulikuwa course 3 ndo kulikuwa na tulikuwa tumeintroduce into things of photography. So to be honest sikuwa niko interested in photography, but bro alikuwa interested, alikuwa anaifanya ni kitu alikuwa ameshaanza kuisomea. So kulikuwa na day fulani ilikuwa bro alikuwa akona kazi fulani alikuwa anaenda. So vile alikuwa anaenda ilibidi akuwa na msangeza kupatia kazi, na ilikuwa ni kazi nyingine yenye lazima tuingeza tu kushughulikiwa. So akanimenaje, leo nataka uende upige picha club fulani. Hiyo club ilikuwa inaitwa number 7. Nataka uende upige picha. Although unajua uko sawa but tena tujaribu. So kuenda ile nilikuwa nimerudi mtaa. Akarudi akaniambia hizi picha ziko sawa lakini kuna some adjustments lazima utamake. Hapa umeban sana, hapa iko sawa, hapa iko hivi. Sasa kwa nika routine. Akiwa na shughuli kama 2-3 ananiambia, "Niaje enda ushikilie hii, enda ufanye hii." Sasa kwa ni kitu ikaanza kwa damu sasa. Bado nilikuwa nasoma hapo. Na bado nasoma at times pia na bro ananifunza photography kidogo. Tunaenda tunapiga picha, ma box za biscuit ananipatia napiga picha. Na watu wengine pia tu nikiwa chuo nikibeba kamera kidogo napiga sasa picha kiasi. Sasa ikakuja ikakuwa nika hobby sasa. So vile before nimalize chuo kulikuwa na desal nilikuwa ndio tunataka kwenda internship sasa ya design. Braka ananiambia niaje sasa hivi vile kuna vile jobs zitakuwa hapa mbele, usiingie internship kwanza. Tulia kwanza tuone vile kutakuwa. Ndio hapo sasa nikapatanga job yangu ya kwanza, ilikuwa ni corporate. Nilianza kupigaga huko Westlands Meta hapo Nairobi kaona pajua, nikaenda kupiga picha, of which ikakuwa poa. Bro aka approve, akaona ni kama skills zangu zime improve kidogo. Ndio from there sasa nikaanza kuwork na nikaanza kuwork na ma companies. My first company kuwork nayo ilikuwa inaitwa Tranquil Adventures. Hiyo ndo company ya kwanza nilianza kuwork nayo kupiga picha. Nikapiga, bro aka approve, akaona iko sawa. Ndio kaka kidogo nikiingia Keitan Safaris, nikaanza kumpigia picha pia yeye. Akaona pia ziko sawa. Ndio from there sasa nikakuja pia nikapigia picha Starboard Safari. So kitu ilikuwa imeni keep going into photography na still inaniweka na keep going kwa photography is that nilikuwa napata job after job, referrals ndio tunataka kumimi. Nilikuwa naenda masafari, unapata ma friends, upata ma friends pia unapata watu wanakuuliza, manze picha zako ni poa.
zinataka kufanya za brand focus, but they ndo ni mwenye amenimentor, ameniput into hii life of photography. Challenges na face by then ni mob, cause the first time nilipiganga picha, niliona piganga mademu wengine picha, walikuja ka complain hizi picha zetu sky poa zinakaa hivi, so ilinifanyanga nikatry kuluzo kwa hii photography, cause nilikuwa naona like nimekosea clients. Then the second time nikatumwa tena kwa the same girls, nikapiga picha, akasema picha ziko poa, nikaona at least nimeimprove, na nimetoka from ile time yenye mdema anaweza sema maybe picha zenye umepigwa si poa until ziko poa. So challenges ni mob. Saa nyingine unapata pia kukosa usingizi pia ni challenge. Unapata unaingia kwa nyumba time ulitoka na bado unarudi job. Chana track mimi labda umeamka saa 10, unarudi kwa nyumba saa 8. Then saa 10 inakufaa tena uamke uende job nyingine. Hiyo ni challenge nyingine, lack of sleep unakosa. Challenge nyingine pia unapata ulikuwa umepanga kutumia do maybe in a certain way, then unapata kitu ina kama abruptly, lazima uishughulikie cause ni emergency. So challenges ni mob, na mimi na believe in everything. Hakuna vile wewe itaweza kuwa perfect, lazima tu utapata kuna some directions ya lazima utahead to nini kuingilia na kusaidia. Yaani tunaweza sema beda familia yangu naishukuru sana cause imechukulia everything na do poa sana. Juu first born bro wangu yeye ni hype man, yeye ni MC, yeye ni msee wa huduma sana. Second bro pia yeye ni wa media journalism na pia bado ni photographer, ameshikilia pia huduma kabisa. Third bro yeye ni photography, so tuseme ni kama ametuonyesha breeding yote system about photography hapa, na pia ameshikilia huduma. Then lastly na nikujia mimi sasa the last born kwa family of 4 boys, nimeshikilia pia photography, huduma pia nimeshikilia, na nashukuru God sana. Naweza sema wamechangia lot sana kuni encourage kila time nikienda job, azina nafurahia. Maparo wangu wanafurahia nikitafuta, juu napata tumegrow ile design yenye ikifika kitu kama Christmas hatukuwa tuna surprise wa vile rest of the kids walikuwa na surprise wa maybe na manguo, matroza kama viatu. But sasa tumefika at a point that naweza jibaya shati yangu, naweza jibaya trouser yangu, naweza jibaya viatu yangu, na mother ama mzaa yake dai kitu anaweza pata in a more easy way, of which nashukuru sana to my family. So mi photography naweza sema vile imenisaidia. Kitu ya kwanza na of which naweza kumbuka ilikuwa gani, motto ya shule yenye nilikuwa high school ilikuwa inaitwa God first others follow. Hiyo ndio kitu imenisaidia. Juu anytime natoka, before nitoke kwa hao, naombanga kuanza kama ni 3 minutes prayer. Kuna times ninarauka mapema, narudi late kwa nyumba, so lazima tu niweke God mbele. Nashukuru Mungu hakuna kitu mbaya shanifanyikia ever since nianze kufanya photography. So the first thing naweza sema imenisaidia ni kutravel. Manze nimetembea places mob zenye nadhani kama ningeitembea kama si photography. Nimeenda coast, nilikuwa na dreaming kwenda coast sana, nimeenda coast, nimeenda Tanzania, nimeenda place mob sana zenye naweza sema. Mahoteli nimetembea mingi sana, ukiacha sasa hivi ni uwezo tu ya God yani. The second thing, obviously ukitravel to a place una meeting friends, hiyo ni kitu obvious. Nimemeet mabeste wengi sana, as in nawashukuru tu sana cause kama si hao mabeste sidhani kama ningekuwa nafanya photography. Au pia amenisaidia sana cause hao ndo nawapiga hii picha. And the third thing, photography imenisaidia nao ni networking, cause napata wale mabeste nilipatana nao na wapiga picha saa hii. Hiyo ni kitu yenye naweza sema, na network na wao, naenda na wapiga picha. Mtu ananiambia ni aje, nataka ukamo nipigie nini baby shower yangu, wewe unampigia. Na which dream yangu inaongani siku moja hata nikaipigia mtu harusi yake, nikuja bado nimpigie baby bump yake, baby shower yake bado nimpigie. Huyo mtu mnyatazaliwa bado nikuje nimpige picha. As in that's my biggest prayer, as in niendelee tu ku strengthen the networking part of it. Na bado the fourth thing channel of photography imenisaidia manze, imeniendelesha sana kimaisha. Musemaga siwezi ishi life be basic sana cause ujuangi vile kesho iko, so inanikipingina na grow day in day out. Yeah. Kitu ya kwanza ni photography ndio ingelea. Of which ukiangalia shati yangu cha nimevaa, I do shoot na edit
I sleep and I repeat, as in nafanya the same thing. The second hobby yenye mimi hufanya na ni kama talent ni drawing. Dig deeper into art, naweza nachoranga sana pia, ni kitu nilianzanga nikiwa young. The third ni football, na play football a lot. In fact, I'm the team captain wa team yetu inaitwa Civil Stars. Yeah. Na press siku moja tuweze kugrow sana na tukue hata position yenye tuna sponsor watu. The fourth hobby yangu yenye mimi hupenda sana ni kuvaa, as in fashion ni kitu yenye hunibamba sana. Mimi hupenda kuona mtu akiwa smart kabisa. Hiyo kitu nifurahisha. That's why anytime naweza kwa tu nimekaa hivi nifikirie, wacha ninunue kiatu, wacha nifanye hii, wacha nifanye hii. And the fifth hobby yenye mimi hupenda, of which Mungu angeza nibariki nikuwe na sauti ya kuimba, ningekuwa ni kitu poa sana. Other than photography, my daily routine inahunga kucheza futa, of which kama si COVID-19 ilileta historia ya social distancing, ningekuwa naenda grao kila siku nacheza ball from 5 to 7 p.m. masaa yangu ya practice. But since COVID came, making it that nowadays na train alone nikiwa home, naenda hizo morning runs, jioni nafanya mazoezi zangu pole, at least niweze ku maintain my fitness. So sports wise, team yenye napenda sana ni Manchester City. Vile mnajua tumebeba titles mingi sana. Ningependa sana niweze kucheza Manchester City. Jumi player mwangalianga sana hapo ni Kevin De Bruyne. Na dream yangu kubwa sana inaweza kuwa labda niende niwapigie picha, cause hii place nimefika na dig deeper sana into photography. So nikiweza enda kuwapigia picha, inaweza kuwa ni a dream come true. Nikiweza kufika pale Etihad Stadium. Yeah. So mi advice naweza kupatia huyu msemo mwenye kuna career hapo, unaona watch. Cheneza kushoni, kitu ya kwanza weka prayer. Prayer ni kitu muhimu sana. Kila kitu una do lazima uweke maombi yako. The second thing ni hard work. Na ukiwa na hard work itakuwa ni kitu poa sana kwa hiyo journey. Na huwezi kuwa uko na hard work na una passion in it. So lazima uko na passion in what you are doing. Because mimi vile likamingi photography yangu, siwezi sema eti nilikuwa gaiti. Niko na passion ama niko dedicated to it sana. Nilikuwa gole mse, nilikuwa napendanga nipige tu picha na life na goal. Nakumbuka nikiwa naambiwaga kama nifunze photography. But since nilionanga pia naleta do, nikaonanga pia ni kitu yenye at least nizanisaidia in day out ama daily activities that I do. Na pia siwezi ku advise pia upende ufanye photography juu ya do, although pia inakuwa necessity. So fanya tu na passion, prayer, hard work, na utapata everything itakuwa poa.